Kata ya Njombe mjini 2026 inasonga mbele kwa vitendo zaidi. Tabasamu la mama hakika linapasa kutimia. Leo hii tunauangazia mtaa wa Kambarage ulioko kata ya Njombe mjini, jimbo la Njombe mjini. Mwenyekiti wake ndugu Francis Msanga. Mtaa huu uko kata ya Njombe mjini chini ya Chama cha Mapinduzi. Mbunge wake ni Deodatus Philip Mwanyika. Ni Deo Mwanyika. Tupate kuangazia kwa uchache, tufahamu kile hasa kilichofanywa na viongozi kuanzia ngazi ya serikali ya mtaa mpaka serikali kuu katika kuwatumikia wananchi wa mtaa wa Kambarage. Francis Msanga ni mwenyekiti wa mtaa huu wa Kambarage. Serikali ya awamu ya 6 sasa inajipambanua katika kuboresha afya za watu wake, ikiamini hakika afya ndio mtaji pekee unaweza kuwafanya watu wakawa na afya bora, wakafanya shughuli zao za kiuchumi na wakajiletea maendeleo. Je, juhudi gani hasa ambazo zinafanywa? Mimi mtaa Kambarage kwanza ina wananchi wengi sana. Mtaa wangu mimi na wananchi 16,880. Ni mtaa mkubwa kuliko mitaa yote mkoa wa Njombe. Kwa namiliki wananchi wengi sana. Wananchi 16,500 kama na 80. Kwanza wanategemea biashara na kilimo. Wajasiriamali hapa. Kwanza sio 2025 26 tu, ningeomba mwandishi wa habari nianze 19 naingia 19 25 naingia kwenye madaraka kwanza 24. Katika masuala ya elimu, serikali imekuwa na vipaumbele kadhaa. Je, imefanya nini katika mtaa huu wa Kambarage? Mimi mtaa nimeukuta ukiwa na shule moja. Wakati anachaguliwa Magufuli na mimi nimo. Rais Magufuli, lakini nimeukuta mtaa ukiwa na shule moja, ukiwa na wananchi 15,195, lakini pia ulikuwa na zahanati moja ambayo kwenye jengo ambalo sio zuri, lakini kwenye awamu hiyo tumefanya maendeleo mengi sana. Na ndio maana wananchi wakaniamini nikarudi. Nilivyoingia tu madarakani, shule ya Kambarage niliikuta ikiwa na matundu 9 na yalikuwa ya kulenga. Bahati nzuri mbunge wangu Mwanyika naye alikuwa ndio anaingia madarakani. Nikafanya naye kazi nzuri sana. Nimeingia tu kwa awamu ile mwaka 2019 nikafaulu kujenga matundu 24 ya vyoo vya kisasa na matundu 8 ya watoto wa awali, ukijumlisha hapo ni kama 30 kwa mwaka ule naingia madarakani. Lakini tukaenda mbali sana, nikatoka na wazo la wananchi na ombi kwa serikali na kwa mbunge wetu na kwa rais. Tukaweza kupata shule ya msingi Deo Mwanyika, ikajengwa kwa miaka 2 na ikafunguliwa, imeshatoa watoto awamu 3. Kwa kuna shule mpya pale imejengwa ndani ya miaka 2 nikiwa ndani ya uongozi wa hiyo miaka 5 inaitwa Deo Mwanyika. Lakini tukaenda mbali zaidi. Nikiwa bado madarakani tuliweza kuanzisha ujenzi wa shule shikizi 2, Block X ambayo tayari ina msingi wa madarasa 2 na ofisi 1. Na Block X na Igeleke tukajenga msingi wa madarasa 4 na ofisi 2 na kuweza kufidia baadhi ya fidia wenye viwanja vya jirani. Hata kama tujamaliza tunadai milioni 9, mimi naamini mbunge na mkurugenzi hili watalichukua, watafidia kwa wale wananchi waliotusaidia vile viwanja. Hiyo ni awamu ya kwanza wakati nikiwa miaka 5 ya uongozi wangu. Serikali ya awamu ya 6 sasa inajipambanua katika kuboresha afya za watu wake, ikiamini hakika afya ndio mtaji pekee unaweza kuwafanya watu wakawa na afya bora, wakafanya shughuli zao za kiuchumi na wakajiletea maendeleo. Je, juhudi gani hasa ambazo zinafanywa katika sekta ya afya? Lakini tukaenda mbali, nikaomba kujengewa zahanati ya kisasa. Mbunge wangu na halmashauri wakakubali kwa kupitia mradi wa TASAF, tukapata fedha milioni 90 kitu. Na wananchi wakatoa shilingi asilimia 10, milioni 14 wamechanga, na ile zahanati ikaanza kujengwa kipindi cha awamu ya kwanza, lakini imekuja kuisha kwa awamu ya pili kama sasa nilivyorudi tena madarakani kwa milioni 148. Kwa yote hayo ni maendeleo ambayo yamefanyika nikiwa madarakani, lakini mbunge wetu ametusaidia sana. Uboreshaji wa miundombinu ya barabara, hii ni ajenda ambayo imeanza miaka 5 iliyopita na sasa inaendelea.
Miundombinu kadhaa ya barabara imekwisha tengenezwa. Je, mipango gani iliyo kwa sasa katika utekelezaji hasa katika mtaa huu? Mtaa wetu sisi ulikuwa na barabara ambazo hazijafunguliwa, barabara 213 ambazo hazijawahi funguliwa tangia dunia inaumbwa. Mwaka jana mwezi wa 8, ikiwa bado niko madarakani, sijarudi kwa awamu ya pili, niliweza kumuomba mbunge Deo Mwanyika greda likafungua zaidi ya kilomita 20 kwa kutumia greda lake, sehemu za Block X, sehemu za hapa Kambarage katikati, sehemu za Unguja, sehemu za Pemba, sehemu ya Machinjoni, sehemu ya Igaba. Barabara ambazo tulienda karibu kilomita 20. Kwa zile barabara alifungua mbunge kwa kutumia greda lake, ambazo sasa halmashauri, sasa tulikuwa na kikao juzi wakasema watalibeba kama TARURA hizi barabara kuziboresha. Kwa mfano, Unguja kule barabara imefunguliwa, mbunge amefungua, lakini kwa na changamoto watu kufika. Lakini majuzi tu hapa nimeenda na mbunge ameahidi trip 10 za mawe kwa awamu ya kwanza ili watu wapite. Lakini TARURA wameahidi kuweka karavati la kisasa na barabara itakuwa kubwa, kwa sababu ni sehemu ambapo daraja kubwa la kwenda Rufaa kukatisha hapa itapita kule Unguja. Kwa walienda pale wameahidi. Daraja wameiombea fedha, budget kitoka watajenga, lakini na pale mbele kwenye changamoto, mbunge ambapo anatoa trip 10 za mawe, TARURA watakuja kujenga kiangazi karavati kubwa na barabara wataweka kifusi. Kwa wananchi wamelizika na maendeleo yanayofanya mbunge. Lakini tumeenda mbali sana. Mbunge ametuombea vipande vya lami vya kisasa, World Bank, kama kilomita 8 na point hivi zitajengwa mjini hapa, lakini na sisi tukiwemo. Barabara kutoka Magereza kwenda pita Igereke mpaka Matalawe wameanza tayari kuhamisha nguzo, na wataanza kujenga daraja la pale Ganga. Lakini pia kuna barabara kutoka Idundilanga, Kambarage na Kambarage Masaki. Hizo zote nguzo wameshaanza kuzihamisha na mkandarasi yupo anafanya kazi hiyo, nguzo zimeshahama. Lakini barabara hii itakuwa kisasa sana kwa sababu itakuwa na sehemu ya watu kupita kwa mguu na mataa yatafungwa. Lakini kipekee zaidi, Kambarage inakuwa ni sehemu mojawapo ambayo itawekwa sehemu ya keep left. Kwa watu pale keep left watapiga picha kutoka kwenye matukio ya harusi na nini, watapiga pale. Kwa mbunge amefanya kazi kubwa sana. Lakini ameenda mbali. Kuna mtaa wangu mmoja ulikuwa Igaba huko hauna umeme. Wameshusha umeme mpaka Mtoni huko, nguzo zimeenda. Kwa huduma ya umeme inaenda. Kipande kilichobaki mbunge amewaahidi wananchi mwezi huu wa kwanza Unguja. Nadhani hilo swala la Unguja limeongelewa mpaka bungeni. Mbunge amewaahidi umeme unaenda na maengineer wameshaenda kusurvey. Kwa sehemu ya Unguja watapata umeme. Kwa mkakati wa kimaendeleo ni mkubwa sana. Zahanati imeshaisha, vifaa tiba vipo, pamoja vichache bado havijafika, lakini vitanda pale vipo tayari. Tunatarajia sasa tujenge stendi ya maji, ambapo sasa mbunge pia ametuahidi atatuletea fedha milioni 1 kwa ajili ya kujenga stendi ya maji, kwa sababu kisima tayari kipo na kuna mdau ameshachanga ametupatia pampu, simtengeliko halmashauri, zahanati yetu ifunguliwe iweze kufanya kazi. Kwa zote hizo ni jitihada za mbunge wetu. Mtaa huu ni mkubwa kama ulivyopata kumsikiliza mwenyekiti wa mtaa huu, na serikali ndiyo yenye jukumu la kuhakikisha inaweka mazingira wezeshi kwa wananchi wake, ikishirikiana nao ili kuhakikisha wanapata huduma bora na zenye uhakika. Katika kukabiliana na adha ya kutoka maeneo mbalimbali ya kata hii ili kupata huduma ya serikali ya kijiji, serikali ya mtaa huu imefanya nini? Lakini tumeenda mbali zaidi. Ofisi ya serikali ya mtaa kama unavyoona hapa mimi nimepanga. Lakini kwa sababu kwa miaka yangu 5 kipaumbele zaidi kilikuwa ni miundombinu au sehemu husika ambazo zilikuwa ni utata kwa wananchi, kwa mfano shule, zahanati, vyoo. Kwa tulijikita huko kwanza. Lakini za ile ofisi ya mtaa mbunge alichangia milioni 1, tumeshaipaua na mbao kabisa. Kwa hiyo halmashauri sasa kwa awamu ya kwanza mbunge ametuombea milioni 16 ziko kwenye account, na tumeomba watu wadau waweze kuleta vifaa. Naamini mwezi huu wa kwanza itaezekwa na kuwekwa madrili. Baada ya hapo mbunge ameahidi kwenda kufuatilia fedha nyingine ili tumalize ofisi yetu ya mtaa. Kwa mambo ni moto. Lakini pia tumeomba sekondari. Mtaa huu unahitaji kuwa na sekondari. Mbunge ametoka nalo eneo la Magereza kuweza kupata eneo ambalo alikuwa analipambania kwa muda mrefu. Amesema kwa sababu anaenda bungeni atatoa majibu, kwa sababu mtaa huu unatoa wanafunzi 200 na kitu kwa mwaka. Kwa hiyo ni muhimu sana kupata eneo la kujenga sekondari.
Lakini pia tulienda mbali zaidi kwa sababu wananchi wa Kambarage wanafanya biashara pia wanalima. Mbunge aliahidi atawatafutia sehemu ya kiwanda cha parachichi kujenga ili wananchi parachichi zije hapa na wananchi wapate ajira. Kwa sababu kiwanda cha parachichi kiwepo hapa na wao wanazilima parachichi, wananchi wataajiriwa. Wataleta parachichi, watapakia, watashiriki kwenye hivyo kiwanda kuzisafisha na kuzipaki, kwa mambo yatakuwa mazuri. Sisitiza tu kuwa wananchi wasitegemee cha bure. Wajitokee, wajitolee, wajitoe, wakafanye kazi. Na hapa mjini walio wengi wakulima wanategemea wananchi Kambarage. Ukija saa 11 kwenye eneo langu la junction hapa utakutana na wananchi zaidi ya 300 wanaenda mashambani. Mashamba mengi wakulima wengi hapa mjini wanategemea watu wakulima Kambarage. Kwa hiyo ndio maana nimesema Kambarage ina wakulima na wafanyabiashara wapo na wajasiriamali wapo kwenye mtaa wangu, lakini wananchi hao hawana kiburi hata kidogo. Hawa wananchi ukiwaita na kuwaelekeza ni waelewa sana. Na miradi yote ninayosema hiyo wanaanzisha wao wenyewe, tukikubaliana wanaanzisha, kama ni mawe wanaanzisha, ni mchango wa nguvu wanaanzisha, afu serikali inafuata. Bado nimesahau kitu kimoja, ukienda Uyelevale pale kuvuka kwenda unaenda Sido pale, kuna mawe tripu 11 wananchi wamechanga na wamenunua yako pale. TARURA wanawajibika kujenga daraja na wameenda pale, wanakubali kujenga daraja kuvuka kutoka Uyelevale kwenda Sido. Kwa ni michango yao binafsi ya wananchi, lakini wameenda mbali sana wananchi hawa. Tunasema wanajitoa kwa nguvu zao zote. Ukienda pale Gereke kuna ofisi ya serikali pale, wamenunua kwa fedha zao za mkononi, kwa sababu mtaa ni mkubwa. Kuna ofisi pale imenunua milioni 10. Tumeandika ofisi ya serikali ya mtaa eneo la Igereke. Ukipita pale mwandishi unaweza kuliona pale inapojenga ofisi. Lakini ukienda mbali huku kwa Garuhenga, wananchi wamejitolea pamoja na maendeleo yote, lakini wamejenga ofisi, wanajiandaa na kata. Wanajiandaa na kata kwa mtani mkubwa, kwa wanaenda wanazijenga ofisi zao kwa nguvu zao. Ukienda kwa Garuhenga pale utaikuta ofisi iko usawa Linda. Wanasubiri wakiange tena wapige Linda waezeke. Kwa mambo ni bamba. Kwa huku wananchi fursa zipo kwa sababu parachichi zipo. Mawe huko yanapatikanika, kokoto huku zinapatikanika. Kwa wananchi wanajituma. Wanajituma vizuri sana, lakini wanapokea maendeleo kwa mikono miwili kutoka kwa mbunge na rais na mkurugenzi wetu wa halmashauri. Mimi naamini Njombe tabasamu litakuja kwanza sio litakuja, limekuja. Tabasamu linakujaje? Kwa sababu kikaa bure huwezi kupata cha bure. Nitaka kujitume ili ukipate hicho cha tabasamu, sio? Lakini mimi naamini tabasamu namba 1 kwa Njombe ni kutuletea chuo kikuu cha UDOM. Tu niseme kila mmoja anayejishughulisha kupitia hicho chuo atapata faida. Kwa sababu ajira zitakuja. Unalima mboga utauza chuo. Umejenga nyumba utapangisha wanachuo. Chochote utakachokifanya, una bodaboda utasafirisha wanachuo na wafanyakazi. Madini ya mawe yanapatikana katika mtaa huu ambako wananchi kadhaa wamekuwa wakishughulika, wakiponda kokoto na shughuli nyingine kadha wa kadha zitokanazo na madini haya. Soko la mbao ni moja ya eneo ambalo limekuwa likichagiza ukuaji wa uchumi katika eneo hili. Vijana wamejipatia ajira na serikali imejipatia mapato. Pamoja na juhudi kadhaa ambazo zimekuwa zikifanywa na serikali katika kuhakikisha kwamba mtaa huu unajipatia mapato, serikali inakusanya fedha zake na wananchi wanajipatia ajira. Mwenyekiti anagusia suala la soko la mbao na changamoto zinazoikabili kwa sasa. Mimi kwangu ni Kwale huko ambako kwa mwekezaji ambako anakuja kubonda kokoto. Na kwa ambako kutabonda kokoto huko wananchi kuna wajasiriamali vijana wangu zaidi ya 100 na kidogo wanafanya kazi za kuponda mawe kule, lakini ndio maendeleo ya mtaa wangu yale. Lakini nikisema hadi ambao pale wafanyabiashara wengi wanakuja pale wanaweka mbao pale na gari zinakuja kupakia na halmashauri inachukua ushuru. Lakini tu ndio ningesema baraza la madiwani hebu liangalie ile biashara imeanza kuzorota kidogo kwa sababu mbao nyingi zinaenda Ulembwe. Wenzetu kule wameweka miundombinu vizuri. Yaani wameangalia ushuru wamepunguza kidogo. Yaani utitiri wa ushuru wameupunguza, lakini wanachokipiga zaidi pale ni kupata ushuru wa mzigo unaotoka soko kuingia kwenye gari kwenda kuuzwa sehemu nyingine. Sasa sisi soko letu hili au halmashauri yetu imeweka utitiri wa kodi kwenye zao la mbao. Na baada ya kuweka utitiri kwenye soko la mbao, wauza mbao walio wengi mbao unapakia Talingolo zinaenda
zinaenda halmashauri ya Wanging'ombe kwa sababu kule ushuru haujawa utitiri. Kwa hiyo tunapoteza mapato mengi. Naamini baraza hili likiingia kwenye vikao litaona. Na hii wakisikia basi wasikie huo uwanja unakaa kama samtupu. Na wakati huo uwanja ulikuwa unaajiri vijana wengi sana. Sasa vijana wametawanyika kwa sababu mbao haziuzwi hapo tena kwa sababu ya utitiri. Tunaona wanasema ushuru wa gogo sijui mbao shilingi ngapi, sijui wao wanajua ambacho wamekiongeza. Hebu waangalie, wajifunze sasa, waende wachukue kwa nini zinaenda mbao halmashauri ya Wanging'ombe, zinatoka Talingolo jirani hapa zinazunguka mpaka halmashauri ya Wanging'ombe. Kumbe zile mbao kitaalamu zitakuwa zije Kambarage kwenye uwanja ule ili kwamba semi ikipakia hapo ikipita getini itaacha ushuru mkubwa. Sasa wanafuata ushuru mdogo, wanakomalia ushuru mdogo ambao sasa mzigo unakimbia. Na watu wanakimbiza hizo mbao wanapeleka kule. Kumbe zingekuwa zinajaa kama mwanzo hapa. Vijana wangeajiriwa wengi hapa na halmashauri ingepata mazao. Kwa sababu mwanzo semi hapa zilikuwa zinapakia zaidi ya semi 10 na kitu. Sasa leo semi zinapakia 2 au 3. Sasa ni jambo tu la kwenda kuangalia kipi ni kipi. Mimi tu nishauri kwa sababu na mimi nimo nikipata faida kwenye maendeleo ya mtaa wangu natamani huo ushuru usikimbie ili mkurugenzi aupate. Ili aupate baraza la madiwani lazima liangalie unakamua nini unakiacha nini. Sasa unakamua unakimbiza gari 7 ziende wilaya ya Wanging'ombe kwako zikabaki gari 4 unafaidika kipi? Kwa mimi ushauri wangu hapa kwa baraza la madiwani liangalie upya ushuru wa mbao ili hilo soko la mbao liwe bora kama mwanzo kwa sababu tuna uwanja sasa ambao hauna mbao na walio wengi hapo sasa hawana ajira, lakini kumbe mwanzo maendeleo yalikuwa yanakuja kwa sababu wakilipwa vijana wetu hapo biashara mjini hapa zinazunguka na biashara kina mama ntilia hapa zitazunguka. Sasa tumekimbiza fedha zimeenda vijijini. Kumbe hela zitakuwa ziwe mjini na mzunguko uwepo na halmashauri ipate na watu wapate. Asante sana. Hakika serikali imekuwa na mchango mkubwa zaidi katika kuwatumikia wananchi wake. Lakini je, wito gani alionao mwenyekiti huyu wa serikali ya mtaa kwa serikali? Lakini je, wito wake kwa wananchi ni upi? Kuna barabara ya karibu na airport hapo. Hizi barabara ilikuwa ni muhimu sana ili mji uwe mzuri nako kupite lami. Kwa sababu mji wote ukiwa na barabara bora na biashara zinakuwa bora. Kwa huko tunaomba TARURA tumeongea nao wanasema wanalifanyia kazi, lakini leo walisikie tu mkurugenzi na TARURA hapa pamesaulika katikati hapa barabara na mapato makubwa yanatoka Kambarage kwa sababu huku kuna yadi ambao mkurugenzi anapata mapato mengi sana huko. Achana na hilo, wafanyabiashara ni wengi wanalipa kodi, lakini kodi nyingine ni pale wanavyokuwepo watu wengi wanavyoenda kununua kila kitu. Ukienda kununua sabuni kuna kodi, ukienda kununua mafuta kuna kodi. Kwa waone umuhimu wa wananchi 16 kutendewa haki. Pamoja haki wanatendewa, lakini je, hamna kipande cha lami kilichowekwa hapa kwenye mji wakajidai kwa center iko wapi? Kwa sababu ukijenga lami hapa na nyumba watu watajenga za kisasa. Usiku ikiwa vumbi wanajua tuko kijijini, kumbe lami ikifika wanajua tuko mjini. Kwa hiyo nyumba za kisasa zinaendana na mambo ya kisasa. Mimi niombe tu kwa miaka yangu yote 4 Kambarage itaboreshwa, itakuwa vizuri, na nimeshaongea na wananchi wangu kuwa mabanda ya matapa au wanaofanyia biashara mabanzi miaka 2 ya mbele havitakuwepo hivyo vitu tena. Hapa nitakuwa ni maduka makubwa na shughuli nyingine ziendelee. Kwa hiyo na mkurugenzi ni mombe na Mama Samia na mbunge wangu wayaone hili jambo la kuweka lami Kambarage hapa iwe senda ya mji ni jambo la msingi sana. Asante sana. Huu ndio mtaa wa Kambarage ulioko kata ya Njombe mjini, jimbo la Njombe mjini, mkoani Njombe. Viongozi wa chama na serikali pamoja na wananchi wamekuwa wakishirikiana hakika kuhakikisha wananchi wanapata maendeleo. Kata ya Njombe mjini inasonga mbele kwa vitendo zaidi.